Bwana rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Tanzania TFF, Wallace Karia, amethibitisha tarehe ya msimu mpya wa ligi kuu ya NBC ambao utatanguliwa na mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya mabingwa ligi hiyo Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba utakaopigwa Agosti 12 mwaka huu. Karia ameyasema hayo mapema leo wakati wa uzinduzi wa mfumo wa kidigitali wa NBC Premier League wenye kusudio la kuhakikisha wanaepusha malalamiko kwa klabu za ligi kuu, akiamini ya kwamba utasaidia kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya kuendeshaji na usimamizi wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Nipende kusema tu kwamba ligi yetu rasmi msimu utaanza tarehe 12 Agosti kwa mechi ya ngao ya jamii ambayo itahusisha mshindi wa ubingwa wa Tanzania na mshindi wa kombe la FA. Kanuni yetu hatujaibadilisha ile ya timu 4, lakini kutokana na majukumu ambayo ya msimu unaokuja kuna na mambo ya AFCON na qualifier pia za AFCON ambazo tunashiriki, ingawa bado ni rasmi kwamba tutashiriki mashindano, lakini lazima tushiriki kwenye qualifier. Na ligi itaanza tarehe 14 mwezi Agosti, na kwa mfumo tulivyotengeneza na kuweza kupisha, kwa sababu AFCON inaanza Juni 16, kwa hiyo ligi itaisha tarehe 16 Mei mwaka 2027. Na nipende kuwaambia Watanzania na ulimwengu kwa jumla ambao ni wapenzi wa ligi yetu kwamba huu mfumo utatusaidia, na tumeweka komandi ambazo zitatusaidia, na yale malalamiko kwamba nimetoka kucheza Mbeya sijui naenda Kigoma au naenda Kagera, inaweza kama kupunguza. Lakini pia kuna malalamiko ambayo hayana msingi. Tunaomba kabisa walimu, viongozi, wasemaji wa timu waache zile habari za kwamba wachezaji wanachoka, na ndio maana tumetoa ruhusa ya kusajili wachezaji 40. Na mnajua majukumu ambayo tunayo, kuna AFCON iko mbele yetu, kwa hiyo ligi yetu yatakiwa izingatie hayo, na tuko ndani ya kanuni, na ndio maana tumeruhusu wachezaji wengi wasajiliwe. Inawezekana mfumo utakapokuwa tumeuzindua mtaona kwamba mechi hizo zinaweza kwa wiki kukawa na mechi 3. Sidhani kama mfumo umekuwa commanded kwamba kuna zaidi ya mechi 3 kwa wiki, ambapo ni sawa kabisa. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Tanzania TFF, Wallace Karia, kwenye tukio la uzinduzi wa mfumo wa kidigitali ambao bila shaka unasema ya kwamba kadi ambavyo mifumo inazidi kuwa introduced kwenye mpira wetu, maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu yana evolve vitu vingi sana, Ayub. Kwa hiyo unaona namna ambavyo kulikuwa na, unajua kabla msimu hujamalizika tumeona taasisi ambayo inajihusisha na masuala ya takwimu tunakuja kuithaminisha ligi yetu, mifumo ambayo inakuja kusaidia namna upangaji wa ratiba, yani vitu ambavyo vitaweza kusaidia kuwaongoza wapangaji wa ratiba kupitia mfumo wa kidigitali. Na hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana, unajua upangaji wa ratiba. Yes. Na kama nimemsikia vizuri rais wa shirikisho la soka TFF anasema kwamba moja kati ya changamoto ambazo walikuwa wakizipata ni namna gani ratiba ilikuwa inatoka on time, lakini kutengeneza ratiba kulingana na umbali wa timu. Kwa mfano utakuta umbali wa timu inakotokea kituo kimoja kwenda kituo kingine. Yes. Mfano unakuta timu labda inacheza Mbeya, badala ya kumaliza ukanda ule watarudi tena Dar es Salaam, wataenda Mtwara, alafu wanarudi tena Mbeya. Kwa hiyo safari hii moja kati ya vitu ambavyo wameweza kupunguza ni timu kutokuwa na mzigo wa kusafiri. Ile kama unataka kwenda ukanda wa Ziwa, unamaliza ratiba zako, unarudi huku unaenda ukanda mwingine, kuzipunguzia gharama, lakini uchovu wa vikosi. Kwa hiyo mimi of course nimefarijika, na kama watafanikiwa kwenye hili ina maana hata malalamiko pia yatapungua. Yes, kama malalamiko yatapungua ina maana timu zikicheza zikiwa fresh, ushindani pia utaongezeka next season. Kwa hiyo nategemea utakuwa ni msimu mzuri kwa sababu ya changamoto ambazo zilikuwa zikileta manunguniko, malalamiko pamoja
na baadhi ya mechi kuonekana kwamba ni ya upande mmoja, timu imetoka ukanda A inaenda ukanda C alafu inarudi tena ukanda B kucheza, inapelekea timu inakuwa na uchovu. Kwa hiyo uwanjani wachezaji wanakuwa hawatoi kile kilicho bora kwa 100%. Kwa hiyo timu nyingi unakuta zinapoteza mchezo kwa sababu ya uchovu. Wamezikatia vitu vingi sana. Ni kweli kumekuwa na hiyo changamoto. Yani unasema tunazungumza ile kitu kinaitwa fair competition. Yani kadri ambavyo teknolojia inaendelea ku-evolve kwenye ligi yetu, tafsiri yake kuna uwezekano mkubwa wa kutengeneza ile fair competition, yani ushindani ulio sawa. Mwenye ambaye atakuwa amejiandaa na amejiandaa vizuri, amesajili vizuri, yeye ndio anaweza kuwa akapata ushindi kwa haki. Yes. Unajua kuna timu kwa mfano Mashujaa, kuna nyakati nakumbuka kwa mara ya mwisho kabla ya ligi kurejea, alicheza Kigoma, ilikuwa ni mwezi Disemba kama sio Novemba. Ndio. Baada ya hapo kuja kurejea kucheza uwanja wa nyumbani ilikuwa ni miezi miwili baada ya hapo. Yani alikuwa anazunguka tu anakwenda, sio unaelewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwanza unapoteza hata ile fan base. Kama mkoa wa Kigoma ambao ulikuwa unatarajia kuona match week in week out, kama ratiba haikuwa na fitness, haipo, watu wanasaka wana timu ya ligi kuu, unapoteza mashabiki, au sio bwana? Unakumbuka kuna nyakati kuna timu ilikuwa yani inasafiri inatoka Kigoma, baada ya hapo inakwenda Lindi, toka Lindi sijui inaelekea sijui Mbeya, sijui toka Mbeya. Unajua ni timu ambazo tunafahamu hata uchumi, lakini pia usafiri wenyewe ni uso wa kima. Uso wa kima tunaofahamu, kisikia uso wa kima sio, unanielewa? Nakuelewa. Watu wasafiri na uso wa kima. Sasa uso wa kima unajua yes, umbali mrefu. Sasa mpaka ukifika kule uko hoi. Alafu baada ya hapo hiyo timu inacheza dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa KMC, anakula 7, tunasema tunapanga matokeo. Hapana, tunapanga matokeo. Sisi tulitoa kucheza mechi ipi, wamecheza uso wa kima, wanarudi kuja wamekula 7, watu wasema bwana wamepanga matokeo. Kocha karoteti kikosi. Sasa nafikia kipindi kocha ana haki ya kuroteti kikosi, kwa sababu kama amecheza siku 3 nyuma, alafu wamesafiri kwa shida. Unajua usafiri wa basi sio shida by the way, wameimprove usafiri. Wameimprove, yes, lakini kwa chini muda mrefu. Yes. Unachoka. Yani muscles kwanza zinakuwa zimechoka. Unafika Dar es Salaam, huna muda wa kurecover, unatakiwa ucheze, uanze safari ya kurudi ama kwenda kwenye kituo kingine. Kwa hiyo unajikuta umepoteza alama 3 hapa. Hujapumzika, unaenda kwenye kituo kingine ambacho unatakiwa uende ukacheze. Bado una uchovu. Kwanza unapocheza na timu kubwa, nishati unatumia kwa kiasi kikubwa sana. Unatoka tena barabarani, uchovu bado hujarikava, unaenda kucheza tena kwenye kituo kingine, unaacha alama 3 tena. Kwa sometimes hata makocha anafukuzwa kwa sababu ambazo sometimes ziko nje wao, of course. Na timu nyingine zinajikuta zipo katika mazingira magumu. Yes, kuna nyingine wanakuwa hawajajiandaa vizuri kwenye kusajili kikosi kilicho bora, labda kuweka technical bench nzuri, na hivyo kujikuta wanashuka. Lakini timu nyingi zinadondosha alama njiani kwa sababu ya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wao. Yes. Safari za kutoka kituo A, kituo B, kituo C bila kupumzika huwa zinachosha sana wachezaji. Yes, kwa miundombinu yetu. Nafikiri kama wachezaji wangekuwa wanapata walau siku 2 za kurecover, ndipo ambapo tungeweza kuona hiyo test ya ile proper competition ambayo tunahitaji kuiona. Na pengine unajua Simba na Yanga mwashio umechezea Young African, timu kubwa. Sometimes zinakumbana na kejeli ama kulalamikiwa na wadau. Pengine kwa vitu ambavyo pengine hata havyohusu, kwa sababu wao kama club Simba na Yanga au na Azam wameshajitengenezea mazingira ya kiuchumi ambapo kwenye mechi za umbali mrefu wanapana zile tunasema zile ladies and gentlemen, au sio? Sio piga mwewe, wanatua Kigoma, akimaliza mechi achukua mwewe anakwenda Lindi. Sasa wanatembeza vipigo kwa simu, utashangaa labda Mashujaa, natolea mfano sana Mashujaa, sababu ya umbali kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma. Haya, ametoka kucheza Mbeya Sokoine, amechukua uso wa kima, masaa mangapi anapaswa kucheza na Azam, anazima pale Lake Tanganyika, alafu baada ya hapo ana mechi dhidi ya Yanga KMC. Akija hapa kila 7 watu unaanza bwana Maxime imekuaje? Kumbe ndugu zanguni, wakati mwingine mambo ambayo Yanga watalaumiwa kwamba sijui namna gani vipi, mara Simba atalaumiwa sijui kampiga mtu 7 sijui, na kumbe ni masuala ya kisayansi. Kampista, ulichokizungumza, angalia Simba, Azam na Yanga,
maeneo ambayo waoga wanaenda kuacha alama ni zile timu ambazo nazo ni proper teams, zina benchi la ufundi zuri, lina wachezaji ambao nao wana huo ubora. It's either wamewahi kucheza kwenye hizi timu za Simba, Yanga ama Azam. Kwa mfano TRA wameweka kambi yao Arusha. Kwa nini kule panakuwa pagumu? Kwa sababu wana wachezaji wenye experience ya ligi, lakini kuna wengi wao wana huo ubora ambao unakaribiana na daraja la wachezaji ambao wanapatikana kwenye hizi timu, alafu wapo nyumbani. Kwa hiyo ukienda unaacha alama. Si umepata hiyo picha? Tofauti ukacheza na TRA ambayo imetoka kuzurula barabarani, imeenda sijui Mwanza, imerudi, imeenda sijui Mbeya, ikarudi, unakuja kukutana nayo, utaifunga. No, hapana, bado mimi nakukatalia hapo. Yaani unaweza ukawa na TRA ambayo ina wachezaji ambao wana vinasaba na hizo timu, yani wana quality ambao wana uzoefu na ligi. Unaweza ukawa nao hao. Lakini kama ratiba sio rafiki, sawa? Sio, unanielewa? Nakupata. Sababu unaweza ukawafunga, yes. Lakini kama timu haina kikosi kipana, kwa sababu mwisho wa siku hao wanaosafiri wanakuwa na kocha ana uwezo wa kufanya rotation. Lakini una kikosi ambacho ni finyu, alafu kimesafiri kwa uso wa kima, kimetoka Kigoma, toka hapo imezima Lindi na Namungo, baada ya hapo rudi Arusha, hiyo TRA. Hata kama TRA hiyo kwa mazingira hayo haiwezekani kushindana na timu ambayo utapoteza, utadondosha alama. Kwa hiyo mimi nafikiri napongeza jitihada ambazo zinafanyika na mamlaka ya mpira kuendelea kuboresha mazingira na kuleta hiyo fairness. Mtu anapofungwa afungwe kwa sababu zake binafsi, kama kikosi ya kuandaa vizuri wa ubora, lakini sio kwa mazingira ya ratiba ambayo mwisho wa siku kuna nyakati mwingine mazingira haya yanapelekea hata Simba na Yanga kulaumiwa kwa vitu ambavyo hata wahusiki. Yale yamekuwa ni unajua mkubwa Jalala Simba kimpiga mtu 7 baada namna gani vipi? Ndio yale unamlaumu tajiri. Mimi si Jalala wanakula mara 6. Sasa mimi ni kosa langu. Kosa sio kosa langu. Mimi sababu nimebarikiwa hiki ambacho nina uwezo wa kula. Wewe sio, yani wewe kutokula haimaanishi mimi wewe kosa langu. Kwa hiyo Simba, Yanga, Azam kwa sababu wao wana fedha, sio kosa lao. Sio kosa lao. Wao wana fedha, that's wanaweza kupanda ndege. Na nyinyi basi fanyeni michakato, tengenezeni mazingira ya kuweza kuvutia wadau ambao wanaweza wakawafacilitate masuala ya usafiri. Hatuwezi kushabihiana, ndio maana nasema kwamba kwa TFF bwana Ayubu, TFF kutengeneza mazingira rafiki ndicho ambacho tunapongeza zaidi, kwa sababu mwisho wa siku hatuwezi kulingana kwenye maisha mimi na fanani. Hatuwezi tukawafanana. Sasa ni kazi ya bodi ya ligi na mamlaka za mpira kuona namna gani wanatengeneza rafiki kwenye issue ya ratiba. Umesikia zitakuwa napigwa mechi 3 kwa wiki. Jambo zuri. Lakini before Jumatatu kulikuwa kuna mechi, Jumanne kuna mechi, Jumatano kuna mechi, Alhamisi kuna mechi, Ijumaa kuna mechi. Wanazima tu. Haiwezekani hiyo. Wachezaji nao ni wanachoka, lakini pia unapoteza ule mvuto wa ligi yenyewe, watu kufuatilia mashabiki au. Lakini mwisho wa siku TFF na wadau tunaendelea kuwapa pongezi katika hili, tukiamini kwamba msimu unaokwenda kuanza mwezi ujao basi malalamiko yatapungua. Umesikia wachezaji kuongezeka kwa upande wa timu kusajili kutoka 30 mpaka 40. Timu inaruhusiwa kuwa na wachezaji 40. Lakini hiyo ni changamoto pia. Lakini hiyo ni changamoto kampista. Changamoto ipi? Changamoto inakuja kama ulikuwa na wachezaji 30 kwenye roster yako, ina maana budget wise ukiongeza wachezaji 10 umeexpand budget. Muongeza budget. Kuna mishahara hapo kati, kuna posho. Kwa hiyo lakini pia unaenda kusajili idadi ama unaenda kusajili ubora? Hiyo utajua wewe. Sasa kuna baadhi ya timu hazitoweza kuafford kusajili wachezaji. Huwezi acha 40. Kama huwezi acha wataweza kuisha. Au tutakuwa sababu yani tayari TFF wameshatoa angalizo. Ukilalamika ni wewe, tafuta vyanzo vya mapato. Boresha idara ya masoko. Kuna fedha inatoka kutoka kwa mdhamini, lakini pia nitakuwa najiuliza kwenye eneo la watu wa TV rights. Fungu sinaongezeka lile. Ule mkataba wa miaka 10. Inategemea sana makubaliano hayo yakoje. Washasema hiyo kila baada ya muda fulani fungu linaongezeka. Kama fungu linaongezeka, vilabu vinaweza vikajitutumua kusajili wao wachezaji. Sasa of course kwa wachezaji kuna 40. Kuna KMC kwani walikuwa wana fedha wachezaji 40. Kwani KMC walikuwa wana fedha? Sasa utokaji wa fedha za KMC, tunasema kwani KMC walikuwa wana fedha? Yaani namna ambavyo KMC walikuwa fedha ilikuwepo. Fedha shuka daraja. Kampista unaweza kawa na fedha lakini pia ukashindwa kufanya vizuri vile vile. Kwa hiyo fedha sio sababu. Na kuna timu ambazo zina budget ndogo
tunashuhudia hata kwenye Premier League ya England. Timu zina budget ndogo lakini wana scout proper. Wanafanya usajili mzuri. Hizi timu za mashauri kampista kuna namna fedha yao ngumu kutoka mpaka serikali huko kae chini sio ipitishwe sio ipite wapi. Msimu umemalizika, kama watu wanafahamu timu yetu inashiriki ligi kuu, hakuna excuse namna hiyo. KMC sio wageni kwenye ligi. Pesa walipata, wakasajili walivyosajili, wameshuka daraja. Kwa hiyo wakaleta msimu of course timu ilikuwa ina fedha. Kwa hiyo fedha sio kigezo. Unaweza kuwa na fedha vile ukafanya mbandanga. Kwa hiyo mimi naamini ya kwamba msimu ujao utakuwa na ushindani. Ukisajili vizuri unaweza kufanya